Katika ulimwengu wa muziki wa kizazi kipya, wasanii wengi wamejizolea umaarufu kwa kazi zao za kipekee. Lakini pia maisha ya wanamuziki si rahisi kama ambavyo tunaona. Baadhi ya wanamuziki walikumbana na changamoto kubwa zaidi. Sehemu ya safari yao ilikuwa na jela. Hii ni hadithi ya wasanii maarufu zaidi duniani ambao licha ya kukumbwa na vizuizi vya kisheria, kwenda jela na vitu vingine kama zile pale, walikwepa giza na kurudi na nguvu zaidi. Kwanza kabisa tukianza na Chris Brown, ni msanii kutoka Marekani ambaye alikumbwa na kifungo baada ya vurugu za kibinafsi. Lakini hiyo haikumzuia. Baada ya jela alirudi na nguvu kubwa zaidi, akiwa na hiti mpya ambayo ilivuma kama vile Yeah He Is Back. Lakini pia tupo na Bobby Shmurda, rapa maarufu wa New York ambaye ameingia jela kwa tuhuma za uhalifu. Lakini pia Bobby Shmurda alikumbukwa na mashabiki kwa kushikilia ndoto zake. Alichomoka kutoka gerezani na alitoka na hit moja kali sana ambayo inajulikana kama Hot Boy. Lakini sasa anajulikana kama shujaa wa muziki wa mitaani. Bila ya kumsahau Meek Mills, alikamatwa kwa ukiukwaji wa parole na alikumbwa na kifungo cha gerezani. Lakini pia huku akiwa gerezani alionyesha ulimwengu kuwa sauti yake haitanyamazishwa na kitu chochote. Alikosa uhuru lakini alirudi kwenye muziki kama mtetezi wa haki na mabadiliko. Lakini pia alikuja na kazi yake kali kabisa ambayo ni The Comeback King. Tukikalia chini kwa upande wa Afrika, Nasty C kutoka Afrika Kusini, ingawa alikutana na kifungo cha jela, alipitia changamoto kubwa zaidi za kisheria kwenye safari yake ya muziki. Akiwa kijana alikutana matatizo ya kisheria, lakini pia alizishinda zote. Alijenga alama yake ya kutumia kipaji chake na sasa ni moja katika wasanii bora kabisa ambao wamevuma duniani. Nasty C ni jina ambalo limeshika soko kubwa sana katika muziki. Na tukirudi Marekani, Lil Wayne ni jina lililojulikana kila kona ya dunia. Hata alikumbwa na kifungo cha miaka 2 kwa kosa la kumiliki bastora bila ya ruhusa, lakini aliweza kuvunja vizuizi vya kisheria na kurudi na vigimbi vya muziki vikali kabisa. Lil Wayne, the Rap King. Lakini pia tukirudi Tanzania, kuna baadhi ya watu ambao wana mafanikio makubwa sana kwa sasa ambao tunawajua, lakini walipitia vizuizi vikubwa sana vya kisheria. Mfano Baba Levo, ambaye kipindi chake cha udiwani akiwa Kigoma pale K-Town aliingia jela kutokana na makosa ambayo yanahusiana na siasa. So Baba Levo alivyotoka jela alipambana vizuri kabisa na mpaka sasa yupo kwenye game, bado anaimba, lakini pia anaendesha vipindi mbalimbali, lakini wengi tunamjua kama chawa. Lakini pia ukiachana na uchao wake, ni mtu ambaye ana maisha mazuri na anafanya poa zaidi. Hawa ni wasanii ambao walikumbwa na vizuizi vya kisheria lakini pia walirudi kutawala, lakini pia ni mahiro wa muziki wa kizazi kipya na maisha yao yanatufundisha vitu vingi sana. Mimi nataka nijue kutoka kwako mtu wangu, ni kitu gani ambacho wewe unahisi unaweza ukaendelea kukifanya hata kama utakutwa na kizuizi cha kwenda jela na vitu vingine kama zile pale? Nipange hapo kupitia uwanja wa comment. Mimi naitwa Jitu one time.